Yo, ladies and gentlemen, mambo vipi? Inakuwaje? Of course ni siku na time nyingine tena ambayo Wanyamwezi wote tunakusanyika kwa ajili ya kuweza kupeana news na habari mbalimbali, info za kiburudani kutoka nyumbani Tanzania, na ishu kubwa ni kuhusiana na Harmonize, Ibra pamoja na Konde Gang. As you know kwamba mkuwa ni taharuki ambayo imeendelea kuchukua taswira mpya almost 2 weeks ago before, ambazo zilikuwa zimepita kwa nyuma. Ni kuhusiana na uondokaji wa Ibra katika lebo ya Konde Gang, alitaka kuweza kulipa bilioni 1. So mvutano huo ulikuwa mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, jambo ambalo aliweza kupelekea sasa hata kuweza kutupiana maneno ya hapa na pale. Ilikuwa ni siku ya Jumapili ambayo waliweza of course ni kutupiana maneno, lakini pia hata kutoleana siri ambazo watu wengi pia hawakuwa excited kuweza kufahamu au kuweza kuyajua vitu kama hivyo. So sakata alikuwa imefika BASATA na statement kwamba ilitolewa Harmonize na Ibra wanataka kuweza kufika katika ofisi hizo za BASATA, lakini Ibra aliweza kutokea katika ofisi hizo na huenda kilifanyika chochote. So siku ya leo Harmonize amepost kupitia ukurasa wake wa Instagram akifunguka kwamba Ibra now is free to go, kwa maana ya kwamba yupo huru kuweza kufanya harakati zake zingine za kimuziki nje ya lebo ya Konde Gang, jambo ambalo watu wengi walikuwa wanasubiria kuweza kuona linatokea, jambo ambalo watu wengi walikuwa wanatamani kuweza kuona linatokea. So hili ni jambo jema kabisa kwa upande wa Harmonize, jambo kubwa kwa upande wa Ibra, kwa sababu is now free to do music out of Konde Gang. Sasa swali kubwa watu wamekuwa wanajiuliza, michango ni vipi? Kwa sababu alishaanza kuchangisha michango na vitu kama hivyo, atarudisha moja au atapeleka wapi, au atabadilisha matumizi ya vitu ya hela ambayo alikuwa amechukua kwa ajili ya kuweza kuondoka katika lebo ya Konde Gang. Of course unaweza kugusha maoni yako hapo chini, una suggestion gani kwenye hela ambayo Ibra aliweza kuikusanya, hela ambayo aliweza correct kwa ajili ya issue ambayo alikuwa nayo mkononi. Mimi naitwa Chris Jayara na Chris Media.